Wezi wawili, hatima mbili, walikwenda wapi baada ya kifo? Jina langu ni Mchungaji Thomas na ningependa kukushukuru kwa kutazama video hii leo. Yesu alipokuwa anasulubiwa, kulikuwa na wezi wawili waliokuwa wanasulubiwa pembeni yake. Na walipitia mambo mabaya sana siku hiyo. Yesu alikuwa ametemewa mate. Yesu alikuwa amepigwa mijeledi kifuani na mgongoni. Waliweka taji la miiba kichwani mwake, damu ilitiririka usoni mwake. Walimchukua na mijeledi wakampiga kifuani, wakampiga pia mgongoni. Na alikuwa na damu ikitiririka kutoka kichwani, mwilini mwake hadi miguuni. Kisha akawatazama wale askari waliomfanyia hayo na akasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Na wale wezi wawili walisikia hayo. Na baada ya saa kadhaa walikufa. Na mwizi mmoja alienda motoni na mwizi mwingine alienda mbinguni. Kwa nini? Ni nini alichofanya mwizi mmoja ambacho mwingine hakufanya? Basi yule mwizi alienda mbinguni hakustahili kwenda huko. Haikuwa dini yake iliyomwokoa. Wema haukumwokoa, mwizi huyu aliewa pia. Basi alifanya nini? Chochote alichofanya ndicho na wewe lazima ufanye. Kama unataka kutumia umilele na Mungu peponi au mbinguni, kwa sababu alipomtazama Yesu na kusema nikumbuke. Yesu alisema leo utaenda pamoja nami peponi. Basi alifanya nini? Alifanya mambo matatu. Jambo la kwanza, alitambua kwamba yeye ni mwenye dhambi na hakuweza kujikoa mwenyewe. Hakumuomba Maria. Hajawahi kubatizwa, hajawahi kwenda kanisani, hajawahi kwenda msikitini. Hakusali mara 5 kwa siku. Alikuwa muuaji na mwizi. Hivyo alitambua kwamba yeye ni mwenye dhambi na hakuweza kujikoa mwenyewe. Pili, alitambua kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa dhambi, kwamba alikuwa hana hatia na kwamba alisulubiwa siku hiyo kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za yule mwizi mwingine na dhambi za ulimwengu mzima, dhambi zako, dhambi zangu. Aliadhibiwa badala yetu. Alihukumiwa na kulaaniwa badala yetu. Aliteseka jehanamu badala yetu. Alikuwa hana hatia, sisi ndio wenye hatia, lakini alisema nawapenda sana. Nitamwaga damu yangu na kufa pale msalabani na kulipia dhambi zenu kwa ajili yenu. Na jambo la tatu alilofanya ni kwamba alitambua yeye ni mwenye dhambi, hakuweza kujikoa mwenyewe. Alitambua Yesu ndiye Mwokozi pekee. Na jambo la tatu, aliweka maisha yake, nafsi yake mikononi mwa Kristo. Akasema, Yesu, nikumbuke leo. Na alipofanya hivyo, Kristo akasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Unajua, unaweza pia kuomba sala kama hiyo kwa moyo wako wote, naye ataingia katika maisha yako. Kwa sababu baada ya Kristo kufa, siku 3 baadaye alifufuka kutoka kwa wafu na sasa yu hai. Na anataka kuja na kuishi moyoni mwako kwa Roho wake. Na atakusamehe dhambi zako. Mambo ya kale yatapita na mambo yote yatakuwa mapya. Utakuwa mtu mpya. Dhambi zako zitasamehewa. Nguvu ya Roho wake itaingia ndani yako na kubadilisha maisha yako milele. Na utapata amani na furaha ambayo hujawahi kuijua, na ataingia moyoni mwako sasa na hatakuacha kamwe, na ukifa utatumia umilele mbinguni au peponi.
Kwa imani unaweza kuomba na kukabidhi maisha yako kwa Kristo sasa hivi. Unaweza kusema, Bwana Yesu, mimi ndiye niliyekuwa nikiendesha maisha yangu. Nimekuwa nikielekea njia isiyo sahihi. Ninataka kugeukia kwako na kuweka maisha yangu mikononi mwako. Tunaombe. Omba tu, Yesu, sasa hivi nakabidhi maisha yangu kwako. Kwako. Ingia moyoni mwangu sasa hivi, na uwe Bwana wangu pekee, Mwokozi wangu pekee. Badilisha maisha yangu milele. Nipe maisha mapya, maisha ya milele. Asante Yesu. Amina. Unajua, sala haiwezi kukuokoa. Yesu ndiye anayeokoa. Na kama umemkabidhi maisha yako na ameingia katika maisha yako, na kuambia sasa utakuwa mbinguni ukifa. Na utakuwa na Kristo katika maisha yako, Mungu katika maisha yako sasa. Kama umeomba sala hiyo, nataka uniandikie na useme maneno mawili. Andika maneno mawili. Najisalimisha, najisalimisha. Andika tu najisalimisha. Unaweza kufanya hivyo kwenye sehemu ya maoni. Unaweza kufanya hivyo kwa barua pepe. Anwani yangu ni ministry23@gmail.com, ministry23@gmail.com, na tutakuandikia majibu na kukupa baadhi ya vifaa bure. Pia, unapoweka maoni au kutuma barua pepe, fanya hivi. Andika pia maneno haya mawili, nijumuishe, lakini andika najisalimisha. Kama umeutoa maisha yako kwa Kristo, kisha sema nijumuishe na nitakutumia kwa barua pepe. Ujumbe wetu wa wiki, ninakuhakikishia utaupenda. Utabariki maisha yako kwa namna ambayo hujawahi kuamini. Hivyo hakikisha umefanya hivyo. Bonyeza like, kuwa mfuatiliaji au msubscriber, na andika maoni. Andika ujumbe kama unapenda, na tafadhali shiriki hii na kila mtu. Jina langu ni Mchungaji Thomas. Na Mungu akubariki. Yesu anakupenda.